Mpendwa mtazamaji ambao unazidi kuendelea kutufuatilia CMB Bright TV, siku ya leo tuko live talent pamoja na msanii mkubwa content creator ambaye ameweza kuwasili katika CMB Bright TV, na si mwingine huko nami mtangazaji wako Masai Dar es Salaam. Siku ya leo tutakwenda kujifunza vitu mbalimbali kuhusu Mr. Pengo, msanii huyu wa content creator katika mji wa TikTok. Ana trend sana, anatamba sana, na tutakwenda kuzungumza mawili matatu kutoka live talent siku ya leo hapa CMB Bright TV na wala siku nyingineko. Mpendwa mtazamaji, endelea kukaa kwenye noringa yako ukitulia hapo tukiwa live bila chenga kabisa. Nitakuletea tukio hili mubashara kabisa, moja kwa moja likiwa la moto bado. Karibu mpendwa mtazamaji, tunapokwenda kwanza kipindi hichi, na nikwambie tu tulia, leta maji ya baridi pembeni yako, alafu unatulia unasikilizia mambo yanasemaje. Mambo yako vizuri. Bwana, mambo vipi? Kwa majina yako unaitwa nani? Kwa majina naitwa Anthony Petro Mazinga. Okay, jina la kupewa na wazazi. Ndio. Lakini jina la sanaa? Natumia jina la Mr. Pengo. Mr. Pengo. Kwa kweli ulipopaa natamani nianze kucheka, kumbe nisiko kwenye kivichekesho jamani. Sijui niseme umependeza. Yaani sijui au unavutia. Au unavutia, maana nikijiangalia mimi niko flat alafu Mr. Pengo yuko hapa. Kwa hiyo mtazamaji, ni vitu kidogo vya kufurahisha ambavyo vinakufanya unafurahi, unaenjoy. Lakini Mr. Pengo, karibu sana katika ofisi ya CMB Bright TV. Lakini siku leo tuko kwenye live talent kutoka hapa CMB Bright TV. Kwanza tunapenda kutambua uwepo wako kufika eneo hili, lakini pia pole kwa kuchelewesha, naambia umefika mapema kabisa bila kukosa. Karibu sana. Lakini pia boss wa CMB Bright TV yuko pamoja na sisi. Karibu sana, tunakupenda, jisikie uko nyumbani. Nimekufuatilia kwa muda mrefu kidogo, naona unajiita Mr. Pengo, nikasema kwa kweli, nikamwambia director sio rahisi. Hebu nitafutie huyo mtu tukutane naye tufanye naye mawili matatu. Watanzania wengi wanakuwa wanajiuliza changamoto zako wewe mpaka umeamua kufanya tukio kama hivi, unavaa hivi, ni kijana mdogo unavaa hivi. Ndio maana mimi nikaonyesha ndio yule pale, mbona ni mdogo sasa huku ni mtu mzima. Kumbe ni kijana mdogo, lakini mtu akikuona hivyo anakuona kama mzee. Lakini swali langu la kwanza, umeoa? Hapana. Bado hujaoa? Una watoto ngapi? Sina mtoto. Au unasoma chuo? Hapana, nimeweza form mwaka juzi. Kwa hiyo bado ni chali kabisa. Bado ni chali kabisa, bado najitafuta. Sasa mbona unafanya vitu vikubwa vya kutisha, vya kusisimua ulimwengu? Inakuwaje? Hiyo akili umeitoa wapi? Kwenye familia yako labda wana hiyo nature, ama ni wewe ndio umeibuka na hiyo nature kwenye familia? Ndio, kwenye familia yetu kuna hiyo nature. Katika watoto ambao tumezaliwa katika familia yetu, wawili ambao ndio tunafanya kazi za sanaa, unaona. Na mmoja wapo ni mmoja ambaye anafanya kazi za sanaa, anajiita jina la Zero Mind. Jina kama Zero Mind mitaani kote. Kwa katika kupitia hiyo kazi ya sanaa tumeanza muda mrefu sana, unaona. Kama katika ufanyaji wa sanaa, siku zinaenda. Nikaja nikakaa chini kufikiria, nashindwa nini kufanya kitu fulani hivi na hivi. Nikajiweka kufanya, yani nikajiweka kumuonekano mwingine tofauti na watu wengine. Naweza kuwavutia watu wakaupenda, wakaupokea vizuri. Hata mimi kwangu naweza nikajipatia mashabiki kupitia muonekano fulani. Nikasema basi ngoja nikae chini nifanye muonekano fulani, na kweli nimefanya. Nashukuru mashabiki zangu wameweza kupokea wito vizuri mpaka sasa hivi, nashukuru. Safari yako ya sanaa, kabla ulikuwa hujapata idea mpya, ili kugharimu muda gani? Umekaa chini ukatafuta idea, au kuna mtu alikuja akakusaidia kufanya, mwanangu piga idea hii hapa, unaenda mjini, au ulifikiria mwenyewe kama mwenyewe, au mama alikusaidia, baba au nini? Kwa maana kwanza kweli idea, kwa sasa hivi na shoot idea tofauti na zile zamani. Nadhani kwa wakati umenifuatilia kwenye account yangu mwanzoni, nikaanza ngoa shoot content ambazo ziko zinafanana na mabrother zangu kama Zero Mind, Zero Beno, zilikuwa zinafanana hivyo. Lakini baada nikaja ngakaa chini nikafikiria na idea gani ambayo naweza nikaifanya kawavutia mashabiki wengi hapa Tanzania, hata nje ya Tanzania, duniani kote. Ni content gani ambayo nikiipeleka itavutia watu ambao watafikia kuzipenda, unaona. Hata mimi naweza nikapata followers wengi kwa muda mchache, unaona. Nikakaa chini nikafikiria kwa kitu gani, ndio maana nikaamua kupiga aina content nyingine tofauti na ile. Nashukuru Mungu kwa yeye anajalia content hizi zinaenda. Na ukiwa labda kama hivyo, labda unapita mtaani, unaenda kufanya shughuli za kushuti, unakutana na changamoto gani? Yaani watu wanakuangaliaje? Wengine wanaanza labda kucheka, wanaona umechanganyikiwa. Of course mimi nikikutana na wewe hivi njiani naona kama vile ushaanza kuchanganyikiwa.
Changamoto kama hizo ni zipo, lakini kwenye ufanyaji wa kazi kama aina hii huwezi kunikuta tu kabla natoka nyumbani ndio kwenye kazi zangu navaa muundo huu. Hapana, navaa nguo za kawaida tu fresh. Nikivaa nguo za kawaida nikifika kazini ambapo nafanyia kazi, unaona, ndo nabadilika sana, navaa muonekano huu. Lakini watu wengi ambao wakipita kinishangaa, mwanzoni inakuwa ni vigumu sana mtu kuelewa anachokifanya, lazima kuna mtu afanye ujinga pale, lakini kwa sasa hivi kidogo tulipofikia, mtu akiangalia anajua nafanya kitu fulani na kule mwenyewe anaona. Naona ukipost content yako inakaa zaidi labda ya masaa mangapi? Maana naona viewers wanatembea kwa speed, kwa kasi, yani kitu ambacho unaweza ukakifanya labda kikachelewa sana, yani kukuletea viewers kwa wakati. Ni content gani ambayo ulitumia muda mwingi, ulifikiria, ulifanya muda mrefu, uliedit muda mrefu, lakini pia haikukuletea matokeo ambayo ulikuwa unatarajia? Zipo content kama hizi. Kuna content ambayo unafikiria ndani hata siku 2 siku 3, unaona, unasema hii content lazima nikaifanye, unaona, moyo kwa unakutuma nenda kuifanya. Unaenda kuifanya content ngumu, unaweza kukuta siku nzima unashoot content moja, afu unakuja kwenye kuitengeneza, unaedit kwa kutumia muda mrefu, unaumiza kichwa, afu unakuja kupost kwa viewers yani ambao au kutarajia yani mpaka inaumiza. Sasa umetumia muda mrefu, nguvu nyingi, afu content haijaenda, inakuwa inaumiza sana. Okay, hiyo ni changamoto moja wapo. Tuko live talent siku ya leo, mtazamaji ambao umezidi kuendelea kutufuatilia. Tuko na Mr. Pengo, kijana mdogo kabisa. Yaani mimi nilipomuona sikutarajia, nilijua nakutana na babu mzee, lakini ni bado ni chali mbichi. Yaani mimi kwangu sijui ni mdogo wangu wangapi. Lakini pia katika kazi unayofanya, na unaweza vipi kukizi mahitaji ya maisha yako wewe, kwa sababu unahitajika fedha, kuna matumizi, unahitajika kuvaa, mpenzi wako anahitajika hela ka voucher kidogo. Unamkizi vipi? Kwa sababu ndio una viewers wengi, followers wengi, lakini kwa TikTok una trend sana. Lakini kwa TikTok kulipa kwa viewers, pesa unaipata pataje wewe kwa mfano? Yaani pesa unaipata pataje? Unaipata kupitia content ama unaipata kupitia matangazo? Kwa sasa hivi YouTube inalipa, lakini kwangu mimi bado hajafikia kufanya vigezo vya kunilipa. Lakini sasa hivi ambao vitu ambavyo vinatufanya na survive kupitia TikTok kule ni matangazo, kama TikTok FB, unaona, mtu labda DM anakupa kazi yake, umfanyie tangazo la kitu fulani, ukimfanyia kama hivyo anakulipa, maisha yanaenda kiasi hivyo, maisha yanasonga. Na mtu akikutafuta labda amekufuata DM, maana najua ni wengi watakufuata DM, kuna wadada wazuri, watatamani kuwa na wewe superstar, watatamani kukutana na wewe, kukuona. Mwingine anatamani tu akuone riziki, of course. Sasa DM zako zinakuwa ni nyingi, lakini DM ambao utakuwa unaizingatia ni DM ya kazi au ya mpenzi? Hapana, DM zinakuwa ni nyingi sana, unaona. Ndio maana ukiingia kwenye account utakuta DM nyingi sana. Na nyingi sana unakuta hazijafunguliwa. Kwa hiyo unakuwa ukipitia zile DM, unakuwa unaangalia DM gani ambayo ni ya maana. Wengine ni mashabiki, tunaweza kutumia DM kama anakusalimia, unamjibu, ilisha. Lakini kuna wengine au sio shabiki ndo anakutumia DM, unasema unaenda kumwangalia kwenye DP yake, yani mdada mwenyewe naye huyu kuja yeye anatafuta mdada mwenyewe hata hajui kuvaa kwa. Hapana, anatafuta star kama mimi. Hapana, mimi siko hivyo. Mimi mtu akinicheki, mtu kama anataka kunijulia hali, shabiki yangu ni wengi tu ambao wananitafutaga, hata namba yangu ipo kwenye profile. Kwa mtu akinitafuta, akinicheki WhatsApp, nani anajielezea hivi shabiki yako ndio anakupa hai, unaona. Nashukuru. Naishia hivyo. Naona umebeba paka mpira. Wewe unataka uanzishe kichekesho hapa au ndio umebeba kama hii ni kwa ajili ya sanaa yangu, yani naoifanya ili kila mmoja akiona. Maana tusianze na kwanza kudaka mipira hapa sasa hizi. Mimi ni mtangazaji, sijui kudaka mpira, sijaenda kwenye uwanja wa mpira. Lakini pia mtu akikudm anahitaji umfanyie tangazo, unachukua muda gani? Yani kumfuatilia, maana mwingine anaweza labda akakutafuta kwa vile sasa hivi ni superstar mkubwa sana na watu wengi wanakufahamu. Mtu labda anakutafuta tu, pengine sio kazi, lakini anakutafuta tu, anakuambia labda mchongo wa kazi, hapo unakuta unapoteza nauli, mwanangu, unaenda pale unakuta mchongo wa kazi yenyewe hujakaa. Hiyo social unajua kukutana nayo kweli? Kuhusu mchongo kama hivyo, mtu akinitafuta kwa ajili ya kazi, kama pia nicheki WhatsApp. Nikishamtumia namba yangu, akinicheki WhatsApp, tunawasiliana, tunaelewana. Sio jua mazungumzo na watu mbili. Kishazungumza fresh, kama tumeelewana, labda kama kuna sehemu ananihitaji niende, unaona. Kwa hiyo ndio gharama zote tagaramikia yeye. Kwa mimi siwezi kutumia gharama yangu yoyote. Kwa lazima ndo nigaramikia, nitumie nauli nini ili mimi niweze kufika eneo lake anaonihitaji.
Okay, kwa hiyo mtu akiwa anahitaji kufanya tangazo, anakugaramikia kuanzia nauli unapotoka mpaka ufike eneo la tukio mpaka ufanye tangazo na anakulipa. Maana yake ndio iko hivyo. Na kwa mfano labda mtu yuko Mwanza atatumia gharama zake. Na unaenda unafanya tangazo. Tangazo moja labda la kawaida tu unaweza kufanya kwa shilingi ngapi? Hayo ni maelewano baina yeye mimi na yeye. Yaani mimi na yeye. Au inategemeana na tangazo? Inategemeana na tangazo. Uwezo ukasema unakutana na hii na nani huyo wa Simba huyu, alafu unasema eti mimi tangazo nafanya kwa 200,000, itakuwa uongo. Si uongo eti? Lakini pia kuna comment nilikuwa nazipitia nyingi sana. Kuna wale ambao mashabiki wengine hawakubali. Wanakuona kama vile yani usichanganyikiwa, wanakuambia tafuta kazi zingine za kufanya. Zile comment wewe unazichukuliaje yani zile? Hapana, comment zipo, ndio maana naambia kwenye maisha kuna changamoto nyingi sana, unaona. Na changamoto zenyewe hizo, unaona. Kwa sababu unakopona sote wote mashabiki wote sote kukubali, unaona. Kwa wengine watakuchukia, wengine watakupenda, unaona. Kwa ndo maisha jinsi yanapoenda. Kwa ukizipitia comment tu naangalia, kwa unakuta asilimia kubwa comment zote ninaziona comment ambazo zinatumwa, lakini unakuta hamna comment ambayo mimi nikajuaga wasanii hamzioni comment. Kumbe mnazionaga alafu mnanyuti comment zote. Mashabiki leo mmejua wazi. Comment wanazisomaga, wanazionaga na wananyuti. Kwa hiyo msihangaike tena kuwatukana wala kujisumbua kwa sababu comment zenu wanazisoma. Kwa zile comment haikupi reaction yoyote au chukia au mind? Hapana, haiwezi kunitoa kwenye formula yote. Sinajua mimi natafuta, unaona. Kwa kila mmoja kwenye utafutaji wake kuna changamoto nyingi sana. Kwa hiyo mimi nikiziona comment kama zile najua ni changamoto ya maisha, unaona. Kwa mimi naziangalia, napita, nazisoma. Unajua kuna comment nyingi sana. Unaweza kukuta comment video umeposti na comment karibia 5,000, unaona. Kwa unakuwa hata ukisoma zingine unakuta unazisoma unapitia tu kwa haraka naangalia hizo zamani nyingi sana, unakuta labda wameandika upuzi, unajua. Naomba upatane nazo changamoto tu kazi. Hizo ni changamoto za kazi, changamoto. Hizo kwa kweli ni changamoto, sio tatizo, ni changamoto zitapita. Lakini pia kuna wale vijana ambao unafanya nao labda kazi, maana kuna mwingine namuona anakaa kwenye station anapiga mpira na anataka anafanya hivi kama mchawi. Kwa kweli kazi. Wale vijana unakuwa unawapatia shilingi ngapi, au ni ndugu zako au ni wadogo zako? Yani sisi ni group moja, unaona. Katika ile group ndio maana tupo wengi, unaona. Tupo takriban kama watu 8 9 hivi, unaona. Ndio unaona kila mmoja ana sekta yake, na kama yule mganga ana sekta yake, yani sekta yake ndio kama ile. Mashabiki mashabiki wengi wamevutiwa kupitia yeye yule mganga. Asilimia kubwa comment nyingi kuziangalia hata FB nyingi sana zina watu wanavutiwa sana yule mganga. Na yule mganga kwa kweli hata mimi mwenyewe ananichekesha. Na narudia video zaidi ya mara 3 ili nifike tu kwenye position yake. Na wewe unajua kututesa, unatuwekea mbali mno mganga. Mganga mweke aanze mwanzo. Hata mashabiki nao wanapenda akionekana akiwa mwisho kule. Kuna video zingine anaonekana akiwa mwanzo, anakuta comment zingine anakuambia mganga atakiwa kukaa mwanzo, atakiwa mwisho, unaona. Sometimes kwa hata mashabiki wametokea kumpenda, yani kupitia zile anapomaliza ile finishing yake, unaona. Kwa unakuta mimi nambadilishia yule uboreshaji, hapa namaliza vipi, hapa namaliza vipi. Kuna changamoto nyingi, unaona. Hatimaye siku nyingine mkiniita nitakuwepo na. Okay, so na kama vile unavyofanya nao kazi, unasema uko kwenye timu moja. Kwa mfano labda wewe unapokea labda matangazo, labda unaweza kupokea matangazo labda 3 kwa mara moja. Unaweza labda ukagawa zile tangazo, mwingine akaenda kufanya badala yako. Yaani akafanya ile tangazo pasipo wewe kuwepo. Wenyewe si mko ni timu moja, pasipo wewe kuwepo, ukamwagiza bwana mimi nakuagiza kufanya ile tangazo, na kuagizia mtu mwenzangu anayefanya naye kazi, atakuja atafanya hiyo tangazo kwa ubora kama mimi nilipokuwepo. Hivyo wewe unaionaje? Inawezekana au kwamba ndio unawabania na wao riziki? Hapana. Kwa maana si ni group moja, unaona, na account moja, unaona. Kwa hata kama mimi sipo nikiwaambia kafanyeni kipande hiki wanakifanya, afu mimi nikija naangalia wamefanya hivi, na maana wanajua jinsi gani ninavyofanya, wanaelewa nimefanya nao muda mrefu. Kwa wakiangalia hivi na hivi, nikiona kimekaa sawa, nachukua ndio naanza kuedit. Kama mimi ndio naifanya mambo kwenye kuedit nini, kupost kila kitu mimi ndio nahusika. Kwa hiyo kwenye kuedit unaedit mwenyewe. Unatumia kompyuta na kuedit unaedit masaa mangapi? Sichukui muda, kwa maana uje zidi siku maana vile ni clip vidogo. Kwa zidi siku ninavyozidi kwenda nazidi kuwa mzoefu, unaona. Hata video ninashoot video za dakika 4, dakika 5 highlights, unaona. Kama mechi za Barcelona nini kucheza na Real, tunazifanya kwa mtindo wa comedy. Sana video na post YouTube. Ndio maana unakuta ninazibadilisha na kwa mtindo wa comedy ili kuwavutia
mashabiki ili tupate video za dakika ndefu. Na umesema kwamba umemaliza form 4 juzi, ndio? Mwaka juzi. Na unatarajia vipi, unaendelea na masomo ama ndo umeingia sasa moja kwa moja kwenye comedy? Masomo umeambia kwanza kae pembeni. Hapana. Maana bado mdogo sana. Muda ukifika tarudi shule. Unarudi shule. Muda sasa, muda gani unafika? Maana muda unaenda, sio mapumziko mwaka mzima sasa. Ndio. Muda unaenda, yani umri wako unaenda, muda wako unaenda, urudi nyuma. Kwa maana naambiwa kila mmoja kwenye mafanikio, sio lazima kila mmoja afanikiwe kupitia masomo. Kwa hiyo kila mmoja afanikiwe kwa njia yake, unaelewa? Kwa hiyo kila mmoja ameamua kufanikiwa kupitia kwa njia fulani, na hivyo natumai Mungu atafungua njia, atafanikiwa. Ndoto zako wewe ni nini baada ya kuwa star mkubwa? Yaani umekuwa star mkubwa, yaani ndoto zako wewe hapo ukiwa star mkubwa, unataka umiliki mwanamke wa design gani? Hapana, mimi ndoto zangu ni kuwakilisha nchi yangu vizuri sana. Yaani nje hapa niwakilishe nchi yangu ifike mbali sana, ijulikane zaidi. Live Talent CMB Bright TV, nimechoka. Ndoto yako ni mke gani? Ananiambia ndoto yake ni kuwakilisha nchi yake vizuri, nchi ya Tanzania. Mama Samia, kijana bora huyo hapa, inabidi tu apeleke jeshini, maana anapenda kuwakilisha nchi yake vema kabisa. Yaani ndoto yake sio kumiliki mwanamke wa design gani, au mwenye shepu, asio mwenye shepu, awe ana rangi, asio mwenye rangi, lakini ndoto yake ni kuwakilisha nchi yake vema katika mataifa mengine ya watu. So Tanzania, yaani mataifa mengine ya watu, ndo ndoto yake yeye akiwa superstar. Sasa Mama Samia, hebu mwambie Mama Samia kitu, yaani kwenye kuwakilisha nchi. Yaani unataka uwakilishe nchi sasa. Ndio mimi naomba yeye aendelee kutupa support ili vijana wake tuweze kupata hali na motisha ili tuweze kufika mbali, tuweze kuwakilisha nchi yetu vizuri, na pia tunampongeza yeye kama yeye aendelee hivyo kutusupport. Nashukuru sana. Wow. Live Talent tulikuwa na Mr. Nani? Mr. Pengo. Mbona sasa hauna pengo? Nalo siri. Hiyo ni pengo ni doa, yaani ungejiita hapa Mr. Doa jamani. Ni cameraman unaona vizuri kweli? Hii sio doa. Mfei. Si? Hiyo yaani pengo, maana yake pengo linakaa hapa. Sasa si ambayo jina ambalo hamna kabisa. Hilo jina wewe lipo. Sasa mimi ndo niliamua kujiita Mr. Pengo kutokana na jina langu jinsi hapa lilivyokuwa limepasuka. Nazidi siku nazidi kuachia, nikaamua ni idea gani ambayo naweza nikafanya. Hata shuleni kipindi nasoma, watu wengi walikuwa wanapenda kunitania Pengo. Sasa nikaangalia mbona kama jina hili linaweza likanifaa katika kazi zangu, unaona? Kwa mimi nikaongezea pale Mr. Pengo, unaona? Wamekosea kabisa. Ungekuita bwana Mr. Doa. Maana ungeita doa ya meno, yaani Mr. Doa na doa ya meno. Si ndio ingekaa vizuri jamani cameraman. Ana mwanya huyu jamani. Mnapenda jamani kumuita jina gani? Mimi sijaona mwanya. Mimi siku ya leo tumefurahi kutembelea CMB Bright TV, lakini natamani siku moja uje na mganga, yaani nione vile vituko vya mganga. Lakini natamani siku moja ni tutembelee kwenye clip ambao unafanya, ili na sisi pale tuwepo katika eneo la kazi pale, tuone mnavyofanya kazi, mashabiki wazidi kufuatilia vizuri kazi zenu pale, mnaanzaje kushuti, huyu anakaa kwenye sekta yake. Mimi namkubali sana mganga kwenye ile sekta pale, nataka nimuone live nikiwa naye pale anafanya vipi ile sekta yake pale. Lakini pia unafanya vizuri kabisa katika mitandao ya kijamii. Kwanza tukupe pongezi, lakini zidi kupambana, usikate tamaa. Wote ni content creator, mimi ni mtangazaji lakini pia ni content creator. Ila jina langu sasa ndo Masai. Mimi sina jamani, sina mwanya mimi. Neno wangu meupe kama Danswaki. Kwa hiyo mimi sina mwanya. Kwa hiyo karibu sana, ila tutakutembelea siku ambayo unaweza ukafanya kazi wakati unashuti pale. CMB Bright TV Live Talent itakuwepo pale kuhakikisha tukio zima siku hiyo inaendaje, mshuti, changamoto ni nini kwenye kushuti. Unaweza ukashuti ukajikuta simu imezima chaji. Simu unashuti na simu au mnashuti na kamera? Simu gani? Samsung. Wow, ndio inashuti vizuri hivyo? Ni Samsung, tunashuti hiyo kutumia simu ya Samsung kwenye editing, tunajua kubalance ni mwanga mambo naenda. Nikajua ni bonge la iPhone limekaa pale macho 7. Sio macho 3, macho 7 limekaa pale la shoot. Maana hilo brother sio mchezo kutengeneza. Na upande wa jua, jinsi jua limekaa, tunacheza upande wa unacheza na upande wa jua. Ni sehemu gani mara nyingi sana unapenda kwenda kutumia kushoot content zako nini, mnakaa mnatulia? Nabadilisha jamani. Nabadilisha. Ndio mwanzo kashangaza nipo huku leo nipo huku.
ni sehemu mbalimbali nabadilisha siku. Na kwenda kubadilisha mandhari mnatumia usafiri gani? Public? Maana unakuwa star, lazima kutembea, lazima usumbue. Kwa muonekano wangu jinsi ninavyojiweka kwenye ufanyaji wa kazi ni tofauti na mtu kama wewe. Ukija hapo kunikuta nimevaa mavazi tofauti na ni ngumu kunifahamu kama mimi ni mtu fulani, unaona. Lakini mtu paka kimani nimevaa mavazi kama haya ndo anaweza kanifahamu huyu ni mtu fulani. Yaani mimi nimejiwekea muonekano huu, hata mtu ambaye mimi nikikaa naye hapa hizi kunifahamu kama mimi ni mtu fulani. Kwa hiyo inasaidia. Kwa mnakuwa mnatumia usafiri wa kawaida au mna kodi bajaji, taxi? Natumia usafiri wa kawaida. Daladala. Kwa hiyo siku moja na mimi nipande daladala na imani nitakutana na wewe, sio? Na nikutana na wewe na kuomba katikati ya daladala tupige selfie. Najua wewe ni Mr. Pengo. Katikati ya daladala, mimi Mr. Pengo leo nimekuona, nimefurahi, naomba tupige selfie. Hamna shida. Eti, inaonekana unapenda sana mpira. Napenda sana mpira. Unachezaga mpira? Sana. Wewe ni timu namba ngapi? Mimi nacheza namba 7, namba 10, namba 9. Na mimi ndoto yangu mwanzo kabisa ilikuwa ni mtoto wangu nifanikiwe kupitia mpira. Na kweli imeshakutoa. Na natumaini utazidi kuongeza ubunifu mkubwa zaidi. Mpira huu na mpira ule mwingine. Okay. Lakini mimi naona hii ya comedy imeshakutoa kuliko hata ule mpira mwingine. Au unatamani kwenda sasa kuingia uwanjani ucheze na kina Aziz Ki pale? Wewe kwanza ni timu gani? Yanga, Simba? This na team. Wewe Mr. Pengo, hebu tuambie ukweli. Tuko live talent hapa ujue na mashabiki wanakuangalia. Tuambie ukweli. Wewe ni Simba, Yanga, hamna ugomvi. Ukisema wewe ni Yanga, mashabiki wa Yanga watakufuata. Hapana, mimi kwa sasa hivi tunashabikia Simba kwa jina inawakilisha nchi vizuri. Mimi napenda timu ambayo inawakilisha nchi vizuri, kwa mimi naipenda. Wewe Yanga na yenyewe kiwakilisha nchi vizuri na mia Yanga. Nashabikia Yanga. Basi wewe sio mtu mzuri. Yaani unatakiwa uwe na timu moja. Hapana, yaani mimi kama mimi hapa, mimi na rangi yangu inawakilisha Yanga. Naipenda Yanga. Unaipenda Yanga. Yeah. Wewe kama sasa mimi kama mimi. Sasa na wewe lazima uwe na timu moja kwa sababu huwezi kuwa na timu kote mbili. Sasa maamuzi ya mtu, yaani maamuzi yangu, unaona? Yaani maamuzi yako wewe. Ila mimi naona ungekaa Yanga tu Mr. Pengo. Na kwa nini? Ushauri wangu na mashabiki watakushauri vyema. Okay. Sasa wewe kama wewe, yani unacheza mpira vizuri, unaendaje sasa kukaa kwenye timu ya Simba? Basi mashabiki wanichagulie nikae timu. Mashabiki tuko live talent, tukomentieni hapo leo kwenye live talent CMB Bright TV kwamba Mr. Pengo awe Simba ama Yanga. Ila mimi nimesuggest awe Yanga. Anastahili kuwa Yanga. Asije akatutania kabisa. Na comment ya mashabiki ikiwa ni nyingi ni Yanga, inabidi tukubaliane, tunaanza tena upya kabisa, unarudi Yanga. Ndio. Kubaliani. Nakubali. Mashabiki mmesikia amekubali kwamba yani mkiwa wengi Yanga msije mkanyangusha Yanga. Atahamia nini Yanga na atakuwa anavaa jezi ya Yanga anapoenda kucheza mpira, anapoenda kufanya contact, akitembea njiani tutamvalisha Yanga, kila sehemu atatembea na Yanga. Bwana mashabiki, mimi niseme ni tunawapenda sana. Leo tulikuwa na Mr. Pengo kwenye live talent. Lakini kabla tujamaliza, tujafika tamati, ana lolote la kuambia mashabiki wa Mr. Pengo? Anajitahidi sana kufanya vitu vizuri, mnamsupport sana, wengine hamna bando mnaweka bando. Mr. Pengo leo katupia kitu gani? Leo mnaenda pale mna share, mna like hivyo. Kwa ana neno moja tu la kuambia mashabiki, na msichoke kumsupport. Bado ni kijana mdogo, lakini msimtongoze sana jamani, mtamchanganya kijana wa watu, yani atachanganyikiwa aende wapi. Ila sasa hivi sasa niwaambie tu wazi kabisa, amesema wazi kwamba hana muda na mwanamke wa aina yoyote hapa duniani, ana muda na kuwakilisha nchi vema, na amewakilisha kabisa moja kwa moja kwa Rais Samia kwamba anaomba support kutoka kwa Rais Samia na asapotiwe. Ndoto yake kubwa amesema ni kucheza mpira, anapenda mpira. Rais Samia atafikiria kwa hilo hapo, kwa hiyo usijali, atakuweka kwenye kitengo ya Aziz Ki. Utarudi Yanga. Yaani Rais Samia lazima kuweke Yanga. Mpanzo mwacha. Waambie chochote mashabiki hapo wanaoendelea kukufuatilia kutoka live talent hapa CMB Bright TV. Nachoomba mashabiki zangu waende YouTube yangu, wakaandike Mr. Pengo, waweze kunisubscribe, wa share, wa comment, wa like. Nitawashukuru sana mashabiki zangu, nachoomba. Hilo tu. Ndio. Mama unamwambiaje? Leo umeweza kufika CMB, mamako mzazi. Pia namsalimia mama yangu, nampenda sana, pia na baba yangu. Nawashukuru kwa kuweza kunisupport yangu mpaka sasa hivi.
kufuatilia na washukuru sana. Mapinduzi ya teknolojia nchini Tanzania yanaendelea kupiga hatua kwa kasi zaidi, na hii imesaidia vyombo vingi vya habari nchini Tanzania kutoa habari zao kwa jamii kwa wakati sahihi, kwa sababu teknolojia inaruhusu wao kuwapa habari wananchi wa Tanzania kwa wakati huo. Sasa sisi kama CMB Bright TV tumejipanga kwenye engo mbalimbali kuhakikisha taarifa zetu za habari muhimu za kijamii zinakufikia kwa wakati sahihi, kwa sababu bwana, teknolojia inaturuhusu kukupa habari kwa muda ulio sahihi zaidi. Taarifa zetu za kijamii, michezo, burudani, interview za wasanii mbalimbali zinafika kwako kupitia simu yako ya mkononi. Nenda pale YouTube, search CMB Bright TV, utaona huduma zetu za habari mbalimbali kama nilivyokuambia pale, habari za kijamii, michezo, burudani na interview za wasanii mbalimbali ndani na nje ya Tanzania. Lakini kama una shughuli ya kwako, una kitchen party, birthday party, una harusi, una msiba, unataka uluke live, CMB Bright TV tuko kwa ajili ya kwako. Tupigie simu yetu ya mkononi 0678978301, 0678978301 au 0768329782, 0768329782, au fika ofisini kwetu Bunju Salama, Dar es Salaam, au tutafute kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunatumia CMB Bright TV. Usiogope, bei zetu ni za kizalendo zaidi.